naenda kucheza mechi ya aina gani na watu wa aina gani? Nilikuwa nazungumza upande wa pili wa shilingi. Tumezungumza kwa Liechtenstein. Sawa? Hiyo nimeodokeza tu kuhusu hizo takwimu. Tumestahili kufungwa jana. Nilikuwa nimeodokeza tu kwanza kuhusu hiyo takwimu. Sije nikasahau hoja yangu. Alafu tanijibu hilo. Sawa. Jana tumestahili kufungwa na wale? Nakuja. Sawa. Mimi nazungumzia huo mchezo. Tumestahili. Ndio maana nimezungumza kuna pande mbili. Tumezungumza faida ambayo Liechtenstein wameipata kwenye huu mchezo. Nature ya timu ambazo huwa wanashindana nazo. Si ndio? Lakini pia kwa upande wa pili sasa. Hiyo ni kwa wao Liechtenstein. Sisi kwetu sisi. Ndio maana nikaanza sema ya kwanza ni sisi tuanze kujitathmini kwamba kwenye michezo 12 ya mwisho hatujapata ushindi. Yaani huo ushindi hatujakosa jana. Huko kote nakuja generator naomba kidogo. Sawa. Tumepoteza pia Liechtenstein sio taifa la kwanza ambalo tumelizidi kwenye renki limetufunga. Tumefungwa na Niger, tumefungwa na Kuwait. Yote tumeyazidi kwenye renki. Sawa? Na kukuwa na hizo kelele. Sawa? Lakini timu inacheza vipi? Sawa, tukumbuke hii timu imefanywa tunasema imebadili mwalimu Kwa hiyo kuna mabadiliko yatakuwepo kwenye timu, si ndio? Kwa maana kutoka kwa aliyekuwa kaimu kocha mkuu Mehdi Suleiman Morocco kuja kwa mwalimu Miguel Gamondi ambaye sasa hivi ndio head coach, si ndio? Baada ya hii timu kukabidhiwa imecheza michezo mingapi? Progression yake iko vipi? Si ndio? Timu inaonekana ina mabadiliko kiasi gani? Sawa, kwa sababu kwenye hizi mechi ambazo 12 unazozungumza zipo mechi za mwalimu Miguel Gamondi, zipo mechi za mwalimu Mehdi Morocco. Sawa. Sasa tuangalie kutoka kipindi ambacho tumemkabidhi timu mwalimu Miguel Gamondi namna ambavyo timu inacheza. Lakini jana mchezo wa jana namna ambavyo tumecheza. Sawa, tumetengeneza nafasi. Moja ya kitu ambacho naweza ukaniambia naweza nikawasifu kwa Stars kwenye dakika 30 za mwanzo ni kwenye namna ambavyo waliweza kutengeneza nafasi. Sawa? Taenda utamsifu Suleiman Mwalimu kama mshambuliaji, namna ambavyo alikuwa anaenda kusimama maeneo sahihi. Namna ambavyo alikuwa anaenda kusimama kwenye maeneo sahihi. Hiyo ni sifa ya mshambuliaji, kusimama kwenye maeneo sahihi. Ni sifa ya viungo pamoja na mafullback kwa mpira wa sasa hivi kutengeneza nafasi. Si ndio? Tumetengeneza nafasi, mshambuliaji amekaa eneo sahihi. Kitu cha mwisho ambacho tunahitaji end product tunasema, si ndio? Kitu cha mwisho kwenye mpira ni goli. Tumetengeneza nafasi, hatujapata goli. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema golden chance never come twice, si ndio? Nafasi ya adhimu zile ama nafasi ya dhahabu haiwezi kuja haijirudii, haiwezi kuja mara mbili. Ikija hiyo tena jua sio ya kwako. Ndio kitu kilichotokea jana kwa nini setu. Kwa maturity experience ya wachezaji ambao sasa hivi wanayo, tunaamini wanao uwezo wa kucheza mechi ambazo zina pressure na hazina pressure. Sawa, timu imecheza, imetengeneza nafasi, wachezaji wameshindwa kuzitumia hizo nafasi. Kama unashindwa kutumia nafasi kwenye mpira wa miguu, maana yake tarajia wewe unaweza ukaadhibiwa kwa sababu wewe umeshindwa kutumia nafasi. Opponent wako anajifunza kutoka kwako wewe kwamba huyu mtu kumbe anaweza kutengeneza nafasi, si ndio? Sasa kwa kuwa ameshindwa kutumia nafasi, mimi nikipata nafasi inabidi niweze kuitumia ili ninufaike zaidi. Tumefungwa goli ambalo ni matatizo ya kimfumo moja kwa moja ya kiuchezaji. Kwa maana ya center back tunasimama vipi? Kama lengo ni tutengeneze ni offside trick, si ndio? Tuhakikishe tunawanasa kwenye mtego wetu wa offside. Tunasimama vipi? Wakati mpira unapigwa, alitoa assist wakati anapiga ile pasi. Tazama namna ambavyo hajafanya vitu vingi. Amenyanyua macho, amescan, ameona mtu, amepiga mpira. Sawa? Kitu cha kwanza kabla ya kumuomba referee ama linesman kutafsiri offside ni wewe kwenda kuclear, kwa sababu sasa hivi hata huko ambako wanatumia video assistance referee VAR huwa tukio linakuja kuamuliwa mwishoni. Mchezaji anaweza akafunga alafu ndo mkarudi kwenye VAR mkaangalia ni offside ama sio offside. Kwa cha kwanza hakikisha, haijalishi mtu yupo kwenye offside position, hakikisha unafanya clearance. Yes, ndio maana nakwambia ni matatizo ya kimfumo ambao pia yamefanywa nini na safu ya ulinzi. Kwa kwangu mimi nadhani ni aina goli ambayo tumefungwa kwa sababu mbili. Kwanza
kama ingekuwa tumeweza kuzitumia nafasi zilizotengenezwa kwenye kipindi cha kwanza, hasa zile dakika 30 za mwanzo, huenda Liechtenstein singekuja kucheza hivi kwenye second half. Sawa? Lakini kitendo cha sisi kwenda half time tukiwa na wao tunalingana michezo, tunalingana matokeo, si ndio? Tayari lisha wajengia wao confidence. Kama alivyozungumza Simkwai hapa, ni mara yao ya kwanza wanacheza na timu kutoka Afrika. Sawa? Hawafahamu tunacheza vipi, mpira wa Afrika uko vipi. Kuna vitu vingi, ni mara yao kwanza wanacheza na Tanzania. Kwa hiyo zile dakika 30 ama 45 za mwanzo tayari zilishafikisha ujumbe kwa mwalimu wa Liechtenstein kwamba hawa Tanzania approach yao ipo vipi, si ndio? Unaona wanapata nafasi moja, Sagram wanatumia, mwisho wa siku wakabadilika. Walichofanya hao ni kuzuia njia tu. Pale Aishi Manula kuna kitu ilitakiwa mfanye.